wewe kinachotakiwa tuzunguke huku. Sawa? Ili kwamba yule anapokuja huko nataka ni target kwa nyuma. Sawa? Ongoza twende. Mpaka wale ishi sasa. We bibi. Hey. Huku tena. Shikamoo. Hey, shikamoo ya nini ambali? Kama unapiga manati bwana. Nisubiri hapa. Sogea hapa tusalimiane. Hapo naitikia sasa. Mahaba. Jambo. Sijambo. Bwana. Hanyo kule unaonekana mrembo. Lakini hapa nakuna mrembo zaidi. Mimi niko kawaida tu babangu. Kawaida unaiona wewe. Macho yangu mimi ya nyama niambia ni mrembo. Hongera. Ha. Na huku wapi unakwenda huku? Naelekea nyumbani. Unataka kuniambia vile unavyokuja Kilingeni haujanifahamu mimi ni nani? Kwa nini si mzee Zumbe? Wewe. Unafahamu? Toka naweza kufika pale. Sije kujieleza jina langu. Hata siku hii. Nafuta tuna shida zangu namaliza naondoka. Wewe njuaje? Mimi ni binti wa pili wa mzee Hamisi Kayombo. Mzee Kayombo? Hey. Tuto mnakuwa nyie. Kamchicha. Wewe si ndio ulikuwa ipindike mimi nikija nyumbani pale nikomba maji. Unanuna, sura naikunja hivi. Ulikuwa kadogo hivi. Hakana hata mwili. Ukivaa nguo zako lazima ushikilie hivi. Achana nayo. Hayo ni mambo ya utoto. Na sasa nimeshakuwa. Wewe umetumwa nilikotoka Mungu lakini naona Mungu sasa hivi sinaongea na wewe uchikombe mboga bibi akomba mboga huku watu wengine watafuta ndio amachafu ina macho chigala ina mafua ndio madudu wadudu Basi huyo mzee wako mimi alikuwa rafiki yangu sana. Yaani katika kijiji hichi. Yule alikuwa lake langu lake. Hatuachani. Matatizo yoyote. Mama. Sasa mimi baba yako. Kwa kweli baba yako alikuwa mtu mwema. Tena mtu msafi kabisa. Tena naongea hivi na nyuma. Kwa aliko Mwenyezi Mungu amrehemu. Amwepushe na adhabu ya kaburi. Amina. Naona unafuata nyayo zake. Usiache kutusaidia sisi. Sawa? Sawa baba. Na nisikupotezee muda. Kama unaelekea kwenye majukumu basi uende. Sawa. Ila nikija usisahau yale maji mnayonimwagia yale. Usinimwagie sana nishtwaga. Ndio utaratibu wetu babangu, inabidi tuzoee. Haya sawa. Fikisha salamu zangu kuambia yule mzee Zumbe na wasalimia. Haya sawa. Haya. Mtoto anakuwa jamani. Kama unamwakiliwa. Chapu mchicha umechomoza. Haya. Hapo watakiwa nipe pole kwanza, meo nimechoka. Sana jasho. Tangu muda uliotoka sasa hivi ndo unarudi. Umetoka wapi?
Tena kana niuliza nilikuwa wapi. Wewe nimetoka hapa nimekwaga natakiwa niende kwa mzee Manembo kumwakilisha kilichotokea ili aje amsaidie Biasimini. Mimi kule nimefika chap nimezungumza na mzee Manembo, akaniambia basi tangulia wewe. Namaliza pilika zangu hapa nakuja na mimi kaza kiatu mdogo. Vipi? Au labda kabla Biasimini kamekata moto huko ndani hadi. Acha kucheza na akili yangu. Hivi, hapa kijijini kuna kina mzee Manembo wangapi ambaye wewe umetangulia iko nyuma yako anakuja. Na huyo alokuja hapa kumtibia Biasimini ambaye sasa hivi kashaondoka. Yupi mzee Manembo? Maskini. Kwa mzee Manembo kamenichiti. Kwa kamenisaliti. Kama kutumia ule usafiri wa kupa usafiri wetu. Hata si bora kangeniambia tu chap tukapa wote. Sitaki ngonjera zako kiepe. Nataka nijue ulikwenda wapi baada kutoka hapa. Yaani hapo tokana ubile kole hapo. Kole? Yaani hivi, yaani kenyewe kama mzee Manembo kamekoleza ile kole, kamekoleza kenyewe kametumia usafiri wa ghafla hivyo. Lakini tu niseme ukweli kwamba nimeenda pale hadi kwake. Ile nafika hivi nika nimeambia kwamba kametoka, nikatembea huko kanakozurulia alinielekeza. Maskini ya Mungu nikaambulia tu kapu. Umeona sijakaona, nikasema ngoja nirudi tu maskani hivi. Ndio narudi sasa hivi. Wewe, hii kesi kama ni mpunga basi bado mbichi. Kaelewane na Biasimini ndani, alafu mimi na wewe tutamalizana. Mashuti tu. Na sikwambii paka kwao. Hapo takuwa kama vile nakuwa nakosea. Mashuti paka kwenye makofi. Kwa Biasimini kamepona. Hapa kuna mawili. Hapa ni unyuti, yani kama sele kitu chochote. Yato changanya maganiko paka mayo baba. Binge mitwe ya seba panga binge balemelwa kolala. Binge bale wazaba kopandeka kinai kwaba. Bapandeke heshima ikojoba yogakala. Ili yapandishwe bodola lazima upite chini ya uvungu. Ili mosili nale na nzela nale kujala isi la kushoka. Chini muno shiko nyinge no shiko nyinge bano bale waza. Habari saizi shangazi. Salama kwema. Kwema kabisa. Ila kwani umeenda kuchota maji kisimani ili hali na mimi nipo? Niliona nitakuchosha, nikaona bora niende mwenyewe. Sio hivyo. Sipendi kuona tatizo lilotokea mara kwanza lirudi tena. Unapokuwa unaenda kisimani kuchota maji, ni bora uniagize mimi au twende wote wawili, itakuwa salama zaidi. Sawa, nimekuelewa. Sitorudia tena. Ni vile tu nafsi yangu imekuwa ngumu kukwambia. Ila kabla hujaondoka kwenye ile safari, niliota njozi mbaya sana. Inaonekana kabisa ile njozi ni kiashirio tosha cha yale matatizo uliyopata. Njozi gani hiyo? Niliota kwamba miongoni mwa wale wapinzani ambao wanakinzana na mjomba amenipiga kombora mpaka nimefariki. Umefanya kitu kibaya sana. Siku nyingine ukiota njozi ya namna hiyo, haraka sana kwenda kumwambia mjomba wako. Kwa sababu taswira ya mwili wako ndani kuna kiumbe ambacho kinaweza kikaona mbali kuliko wewe. Kwa hiyo usio unakaa na njozi za namna hiyo. Sawa, nimekuelewa. Vipi lakini unaendeleaje? Mimi niko sawa, japo siko sawa sana, bado naendelea na tiba. Na ukishamaliza hizo tiba, unatuaga tena au tunaendelea kuwa wote hapa? Hapana, mjomba wako ameniambia nikae hapa endapo atamaliza mapambano yake
ndio nitajua kuondoka. Jambo jema. Kwa kuwa umetoka kuteka maji na umechoka sana, acha basi mimi ndo niingize ndani. Sawa. Bwaga, haya kimekuleta nini? Nimenusulika kufa kwa sababu yako. Hao umekuja kushuhudia kifo changu. Kilichokuleta hapa ni kitu gani? Wakati kule tumeambia bisa turudi kesho. Wewe hata siku haijapinduka umekuja. Unanitafutia nini wewe? Bwaga, sitaki matatizo na wewe. Na kama unaona una haraka sana, kwa mganga unapajua. Nenda ulale pale ili asubuhi itakukutia hapo. Mimi sitaki matatizo kabisa. Naomba uondoke. Bwaga, toka. No. Hasa natoka hapa naenda wapi? Wakati wewe ndo ndugu wako. Mtu ambaye anaweza kanisaidia masuala ya upapatu, masuala ya hapa na pale. Wewe ndo ndugu wangu, lako. Bwaga. It's me again, Mr. Burudani, president of crazy people. Tell me. Wewe, usitaki kuniambia baada ya pale ulirudi tena kwa mganga. Yaani imekuwaje? Mbona umenishangaza? Bwaga, yaani umefanya nini? Mbona sielewi umefanya nini mpaka unaweza kuongea sasa hivi? Unajua mimi ni mwanajeshi wa kivita. Nimepigana vita ya anga, vita ya majimaji, vita ya Uturuki. Hapo sawa. Unaona? Nikaona ili niangalie mapenzi yako na yangu yapo wapi. Japo niliona chanya yako kidogo lijikakamua ukapigana hapa na pale kunisaidia, lakini haikuzaa matunda. Japokuwa ilizaa katunda, sio matunda. Nikaona upendo wako si haba. Kama unavyoona Bwage Iyala huwa kosi mbinu. Nilikuwa na bibi yangu mpendwa kipenzi. Aliniacha matunguli ko ndani hapo hivi. Yako, si unajua tena. Nikaingia ndani. Nilipoingia nikaangalia sasa mabuyu hayo. Nimejaa chumba nzima. You know what I'm saying? Nikapiganisha sasa, nikakusanya hapo, nikachanganya mabinzuluza, mahaya halbalu, mazagazaga, makolonya. Nikachanganya, nikakoroga, nikapiga bui. Chitu wa. Mizimu. Si umenielewa? Mlezi wa wana. Usinichekeshe. Nakujua vizuri Bwaga, kwa matandu na makoko. Bibi yako hakuwahi kuacha kitunguli, hajawahi kumiliki hata ndumba. Wewe, zaidi ya mama yenu aliowachieni umbea ndio unaujua mimi. Hebu acha kunidanganya, niambie imekuwaje? Mbona unanishangaza Bwaga? We Kipunje! Kipunje! Haya, mwenzetu vipi? Mbona mbio mpaka tunashutuana? Mimi nishaharibu huko. Ushaharibu nini? Mimi niko kwenye dili zangu kama unavyoelewa. Nipo mimi na mwanangu Baruza tumeenda kupeleka mzigo, but bado tumekutana na poti katukamata. Katika harakati zetu za kumuelekeza katuambia tumpeleke kwa Mshua. Tumeingia mpaka kwa Mshua, nataka kukamata na Mshua, tukaona hapo wenyewe sio kweli, tukuisha kizembe. Mimi nikamtonya mwanangu Baruza, kila mtu ajitenge kivyake. Mimi nikacheza kwangu, Baruza naye kacheza kwake. Huyo poti kamuongea Baruza hapo wenyewe. Kwa huko sijui kama Baruza kashaisha au vipi, mimi ndo nimekimbilia mtaani kama unavyoona. Nilishakwambia kila siku naongea na wewe. Achana na matukio yako. Uvutaji wa bangi wewe, maugomvi wewe. Kwani wewe mtu aina gani? Wewe huwezi kubadilika kwani, Achana na hayo mambo. Musikia hapo wenyewe. Mbona kama unaongea pwambo sasa? Mimi nishapagaa hapo wenyewe, sielewi. Tulia, mimi nitulize ndonga hapo ndani. Mbona kama hivyo sasa? Haya, hivyo vitu vyako viko unavitumia ndio unasema vinakupa ujasiri, viko wapi? Nyumba yako lakini unaogopa, unachungulia. Wewe ujasiri uko wapi? Baridi hapo wenyewe, mimi nishakuelewa. Ama kweli dunia tujaimaliza, kuna vitu chini ya uvungu tujaviona. Hivyo
Mimi hapa nimepita kukusabai tu kukuonyesha kuwa mambo ya miujiza yanaendelea kwa Bwaga. Hey yala. You know what I'm saying? I want to go around. Turn low. Turn low. Yaani kwamba naenda kwenye miangiko yangu nilikotoka kwenye masuala yangu hapa na pale. Ili nikaangalie masuala ya papatu. I want to go. I see you. Bwaga. Mimi pio. Haki ya Mungu. Ukistaajabu ya Musa utaona Firauni. Maajabu ndo haya nayaona leo. Pige kimya stakti. Odi. Wenyeji. Mjomba. Odi. Changogo. Subira. Abe. Au jambo? Jambo, shikamoo kaka. Marhaba. Nilikuwa napiga hapa kujua nyinyi kama wapo. Naona pako kimya siitikiwi. Wenyeji mtuzeni kama wapo. Maana nimetoka tangia kule na unabisha tu hodi utikiwi. Lakini taifa zenye zipo hapa. Dada Udo anaumwa. Na kuna muda nilipita hapa, kulikuwa kuna kikao cha familia. Wanamwangalia kuhusu huyo Udo. Anaumwa. Hajawezi kwa lolote wala kwa chochote. Lakini juu ya mongozi yao, nimewasikia kwamba akipo ndani, Udo alitoka na kuondoka. Sasa julikani Udo kaenda wapi. Kwa kikao kile kafanyaje? Kakimeisha. Asidhani kama ndani kutakuwa na mtu hata mmoja. Itakuwa ametoka, wameenda kutafuta ndugu yao. Kwa hiyo ndio maana unapopiga hodi hapa utikiwe kabisa ndugu yangu. Hilo swala la Udo kuumwa, mimi nalifahamu. Na mara mwisho nilimwacha pakiwa na ndugu zake na wajomba zake umwangalie. Lengo la kupita hapa ni kujua hali yake inaendeleaje. Sasa hayo mbona unaniambia kuniambia kwamba katokea mlango nyuma kaingilia kule katokea huko. Hayo mimi ni mageni kwangu. Sasa mbona mazidi kwa mabaya hivi? Sawa, ila asante sana kwa taarifa. Shakira. Shikamoo. Marhaba. Vipi? Maana tangu natoka huko nakuona upo hai. Hivi huko unapoelekea kuna usalama kweli? Nimepata taarifa kama Udo kaanguka. Ndio naelekea huko, nijue zaidi kinachoendelea. Hizo taarifa kuhusu Udo hata mimi ninazo. Na hapa unaponiona, nimetoka huko kwa Kazayumba. Mjomba wake aliniagiza nikamwambie kuhusu kwa Udo amedondoka. Kimekuta nini sasa? Mbona sielewi jamani? Haijulikani kitu gani kimemkuta. Lakini ndugu zake walikuwa wanajadili wampeleke sehemu ili wajue kitu gani kimemsibu. Wakati wao wapo kwenye kujadili, Udo akatoroka nyumbani. Na hapa napoongea na wewe, Udo yupo nyumbani kwao. Haya, mimi ndo nilikuwa natoka huko kwa Zayumba naelekea zangu hapo nyumbani. Sawa, acha mimi niende kumjua zaidi kinachoendelea nini. Kuna fimbo ya ajabu inayoweza geuka nyoka, yani utastaajabu kuliko yale ya Nabii Musa. Kumbe kuna siri nzito sana. Kuna vitu vya kutisha uadui. Umefuata nini tena kwangu? Nasemaje? Mnyongeni lakini haki yake mpeni. Na nilikuambia usikanyage tena hapa. Au unataka nikuue? Na nitakuua. Mazoea? Unaniletea mazoea?
Hivi ninavyoongea kauli kwamba sitaki mazoea na mtu yote na kuwa sieleweki au? Nasemaje? Sitaki ufyonto golo na msiniletee ufyonto mimi. Mazoea sasa mnanizoea zoea mnavyojisikia wenyewe. Sitaki mazoea na mtu yoyote. Wewe kunipiga kofi mimi. Kumbe wewe unijui eh? Si nilisikia tu anazungumza mimi. Au nilikuwa naota? Alafu ile sauti nyingine sio dadangu Memena. Kumwaza sana nako kunachangia. Alafu sio nyingine Biasmini. Kwanza mama kalala ndani. Itakuwa ni mawazo tu hayo. Najivunia kwa thamani ulionyesha kwangu mpenzi wangu, kwa kunipa pesa ya mtaji ili niweze kufanya biashara. Na nashukuru Mwenyezi Mungu, biashara imeenda vizuri na wateja wamenipokea vizuri. Nadhani uliniambia kwenye biashara na ule mtaji ulionipatia nihangaike nao juu chini, nijitahidi vile ninavyoweza ili niweze kurudisha. Na nimefanya kama ulivyoniagiza na nimekamilisha na pesa ilikuwa. Very nice. Nilikuwa nahitaji mtu kama huyu. Nashukuru Mungu umeingia kwenye mifumo yangu. Hatimaye umefanikisha lengo. Sasa hivi naweza nikakuita mjasiriamali. Sikukwambia unirudishie pesa kwamba ndo ilikuwa lengo langu. Hapana. Mimi nilikwambia hivyo ili upambane. Kama umefanikisha, hicho kiasi mimi sina shida nacho. Ni wewe sasa. Kama utahitaji kubuni biashara nyingine au utaendelea na biashara yako hiyo hiyo. Nashukuru sana mpenzi wangu. Yaani nashukuru mno, maana sikutegemea kabisa kama ungeweza kusema maneno kama hayo. Maana mimi nilikuwa napambana ili nisikuangushe, ili niweze kurudisha huo mtaji ulionipatia. Unaona ulivyopambana kurudisha hicho kiasi? Ndio natakiwa kwenye maisha yako uwe hivyo. Ufanye kazi kama umeajiliwa, japo kazi ni ya kwako. Hapo ndo utakapoyaona maendeleo. Sasa kichwa chako na kiamini saizi. Unaweza kujisimamia mwenyewe. Kwa kuwa kiasi chote unacho wewe mwenyewe, utaamua wewe sasa. Ufungue goli ili uendeleze biashara zako. Alafu pia takuongezea kiasi cha pesa ili uendelee kupambana mke wangu. Asante, nimefurahi. Nahisi hawakuleta huku kijijini kuja kufundisha kutokana na taaluma alionayo. Ila Mwenyezi Mungu alikuleta kuja kukutanishwa na mimi. Niseme tu, wewe ndo mwanaume wa maisha yangu. Kama sio mimi nani mwingine? Kole, kuna zito? Amna, yote mepesi.
yatochanganya maganiko pakawa mayo baba binge mitwe ya seba panga binge balemelwa kolala binge bale wazama kopande kakinai kwaba. Habari yako mjumbe? Heshima yako. Kuwa na wewe uheshimiwe. Unajifanya una heshima sana, una adabu, kumbe huna lolote wewe. Mshenzi tu. Samahani sana mjumbe. Hivi kuna siku nishe kukuvunjia adabu au nikakukosea kwa namna yoyote ile? Unikosea mara ngapi? Unajifanya wewe ni mtu wa kutoa sana misaada kuliko serikali. Serikali mkono wake ni mkubwa sana, japokuwa bado sijajua unazungumzia nini. Utanielewa tu. Kwa siku ya leo ni binti gani ambaye umemsaidia? Binti. Ni Odo. Alikuwa na matatizo hivyo kama uungwana tuseme kusaidiana majirani. Ni kweli tulimsaidia, lakini sidhani kama kuna baya hapo mjumbe. Baya lipo. Haya, hebu nisaidia na mimi. Na nitakachokufanya leo, maiti yako haitaonekana hata kwa ndugu zako wala wale visikolokunyo wenzio. Tuzungumze tu. Mimi na familia mzee wangu. Tafadhali. Na biashara zangu mimi na baba mimi naomba nini? Mimi kipipi naomba nini? Mzee tafadhali. Sina muda wa kupoteza na naanza na hivi. Ama kweli dunia tujaimaliza, kuna vitu chini uvungwa tujaviona. Watu wanaubadili mchana kuwa kiza, kama ubaya wa mwachi Mungu analipiza. Watazame hawa walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima. Yani vituko sijapata kuona, wanaitwa mekwa. Kuna fimbo ya ajabu inayoweza geuka nyoka, yani utastaajabu kuliko yale ya Nabii Musa. Kumbe kuna siri nzito sana